Naam, ni Jumatatu tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwa mara nyingine tena karibu uipokee Baragum Live kutoka mtaa wa Lumumba jijini Dar es Salaam kupitia runinga yako kilichopendwa kabisa Channel 10. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Fahamu Baragum Live ni Jumatatu mpaka Ijumaa muda na katika mo karibu ambapo tunapata nafasi ya kujadili kwa pamoja masuala mbalimbali ambayo yanahusu uchumi, biashara na mambo mengine mengi. Siasa kama ambavyo tunafahamu hivi sasa imechukua sura mpya kwelikweli na joto linazidi kupanda hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu ambapo Watanzania wa sifa wataweza kutimiza haki yao ya msingi na haki ya kikatiba kuweza kuwapigia kura wagombea mbalimbali ambao waliweza kunadi sera zao katika kampeni kumpigia kura diwani, mbunge mpaka nafasi ya urais. Hivi sasa Watanzania wanachokifanya ni kusikiliza sera, wanasema nini kwenye ilani zao, kuna nini, kwa sababu ilani ndio mkataba kati ya chama pamoja na wananchi. Asante sana kwa kuiamini Channel 10 kilicho bora. Tamati ni saa 3 kamili asubuhi kama ambavyo nimekwambia, na tuko nayo mambo mengi sana ambayo tutapata nafasi ya kuyazungumzia kwa siku ya leo. Lakini leo tutakwenda kuzungumzia pia kuhusiana na pendekezo kuhusu mahakama za kidigitali. Tunafahamu kadri siku zinavyozidi kwenda teknolojia imezidi kuchukua nafasi kubwa na imekuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo, katika utoaji wa haki na vitu vingine vingi kama hivyo. Sasa tutakuwa na tutakuwa hapa na Dr. Hamis Masud ambaye yeye ni mkurugenzi wa ELAF. Hii ni taasisi ya msaada wa kisheria ya Everlasting Legal Aid Foundation ambayo tutaje kuzungumzia masuala mbalimbali ambayo yanahusu masuala ya kisheria na namna ya upatikanaji wa haki kupitia mahakama za kidigitali. Lakini katika mwanzo kama ambavyo tunafahamu kwamba huwa tunaanza na taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari kwa saa 24 zilizopita, kama ambavyo nilikwambia kwamba kampeni kadri ya siku zinavyozidi kwenda zimeendelea kuchukua sura mpya na wagombea wamezidi kuwatafuta wapiga kura popote pale walipo na kuweza kuzimwaga sera zao kwamba ni nini watakifanya endapo tu wapiga kura wataweza kuwachagua wagombea hawa katika nafasi za urais, ubunge pamoja na udiwani. Akachaguliwa kwamba ni nini ambacho atakifanya. Sasa tunafahamu mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameendelea kuzisaka kura, na jana alikuwa mkoa wa Geita pale Bukombe, alipata nafasi ya kuzungumza na wanageita na wanabukombe, akaahidi ni nini ambacho atakifanya endapo tu Watanzania au wanabukombe watampigia kura na akaweza kushinda katika nafasi ile ya urais. Sasa Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kinajivunia mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 5 katika wilaya za Bukombe na Mbogwe za mkoa wa Geita, ikiwemo kutoa pori la Kigosi kwa wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu ambao kwa muda mrefu walikuwa wakiteseka kwa kukosa maeneo ya uchimbaji. Sasa chama hicho pia kimesema kinajivunia kupaisha kwa kiasi kikubwa sekta ya kilimo kupitia ujenzi wa skimu za umwagiliaji pamoja na mbolea ya ruzuku pamoja na pembejeo zilizosaidia wakulima wa mkoa huo kuzalisha mazao mengi ya chakula na biashara. Karibu tupate simulizi hii kutoka Bukombe, mkoa wa Geita. Ni mapokezi ya kishindo kikuu kutoka kwa maelfu ya wananchi wa wilaya za Bukombe pamoja na Mbogwe waliojitokeza kumpokea mgombea urais huyo aliyewasili mkoani humo akitokea mkoani Shinyanga, akiendelea kunadi sera za ilani mpya ya CCM. Akizungumza na wananchi hao katika mkutano wa kampeni, Daktari Samia Suluhu Hassan amesema mbali ya kuendeleza sekta hizo, pia amedhamiria kuinyanyua sekta ya mifugo kupitia biashara ya maziwa na kuweka viwanda vitakavyochakata maziwa ili yawe bidhaa itakayonufaisha wafugaji kiuchumi. Tumeamua sasa tuingie kwenye ng'ombe wa maziwa. Tuinyanyue sekta ya biashara ya maziwa, ambao Bukombe ni wazalishaji wa maziwa wazuri sana.
tunakwenda kunyanyua sekta ya maziwa, lakini pia kuweka viwanda vitakavyochakata maziwa ili maziwa yawe bidhaa na wafugaji wale waweze kuuza bidhaa, fedha ingie mfukoni, maisha yaendelee. Hiyo ndiyo kazi na utu. Aidha, Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kusisitiza suala la kulinda amani ya nchi na kuwataka vijana kuendelea kuwa wazalendo kwa nchi yao na kulinda tunu hiyo muhimu ya taifa. Tulizaliwa tukakuzwa kwenye amani, tumekuwa wakubwa, tunaendesha nchi hii, bado tunalinda amani. Nataka niungane na walionitangulia kusema, vijana twendeni tukalinde amani yetu. Tusikubali kwa hali yoyote kushawishiwa kuharibu amani yetu. Hamtakwenda kwenye kuchimba, hamtakwenda kwenye muziki, hamtafanya chochote amani ikiharibika. Naye mgombea ubunge jimbo la Bukombe ambaye pia ni naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Doto Biteko, akizungumza wakati wa kumkaribisha mgombea urais huyo wilayani Bukombe, amemwelezea Daktari Samia Suluhu Hassan kama kiongozi wa maendeleo aliyefanya mengi kwa ajili ya Watanzania, huku pia akieleza namna alivyoibadilisha Bukombe ndani ya miaka 5 kimaendeleo. Tayari bilioni 11 amezitoa kwa ajili ya wachimbaji wadogo wapelekee umeme kwenye migodi yao. Haya yote yasingetokea. Hakuna mahali aliahidi wala hayako kwenye ilani, ni mapenzi yake kwetu kwa sababu sisi tumependelewa. Hapa zimegaiwa leseni 7,977. Hakuna mtu ameachwa, si wakina mama, si vijana, si wazee, si watu wenye ulemavu, taasisi mbalimbali, wote wamepata leseni. Ameweza kufanya na kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati ambayo ilianzishwa na mtangulizi wake, lakini hakuishia hapo, ameanzisha na kwake mipya, naye ni kama Daktari Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wa Channel 10, kikubwa kinachosisitizwa ni Watanzania kujitokeza kwa wingi kushiriki katika uchaguzi, lakini uchaguzi ufanyike katika hali ya amani. Lakini wakazi hawa wa mkoa huu wa Geita wenyewe wanasema wako tayari kutiki, wako tayari kudumisha amani ya nchi. Vijana wote nazidi kuwahamasisha na kuwashauri wasijenge magenge, wao ni watu wema wenye kufuata uongozi unawalindia amani katika nchi hii. Tunaenda kutiki kwa Mama Samia na kwa Doto Mashaka Biteko na kwa madiwani wetu wa majimbo yote Oktoba 29. Na wakaribisheni sana vijana, wa mama, wa baba, wafanyakazi wote. Nikiripoti kutoka katika mkoa huu wa Geita, mimi ni Kisa Moipiana wa Channel 10. Naam, ni mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Alifika Bukombe na kuomba kura kwa wananchi ili waweze kukiamini Chama cha Mapinduzi, lakini pia waweze kumwamini yeye kama mgombea urais, lakini pia bila kusahau wabunge na madiwani ambao wanatokana na Chama cha Mapinduzi ili waweze wakafanye mambo mengi kwenye sekta ya kilimo, kwenye sekta ya viwanda huko. Lakini pia imeeleza kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya nini katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, ikiwemo kugawa eneo la wachimbaji wadogo. Hii ni changamoto ambayo kwa muda mrefu wananchi wa Bukombe walikuwa wanaipitia, lakini mara baada ya kugawa sasa wachimbaji wadogo wameweza kupata maeneo yao na wengine kupata leseni ambazo zimesaidia kuweza kuchimba madini kwa kufuata taratibu, kanuni na sheria za nchi na bila kusumbuliwa na mtu yeyote au taasisi yeyote. Kwa hiyo bado anaendelea kuzisaka kura na ataendelea kuwa Geita, pale Katoro atapita na kuweza kuzungumza na wananchi wa Katoro kwa siku ya leo. Mtazamaji, sasa tutazame taarifa nyingine ambayo inaendelea kuangazia mbio za wagombea nafasi mbalimbali za urais, lakini kwa hii tunaenda kuvuka maji, tunaenda Zanzibar. Hasa mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha Makini, Amer Hassan Amer, yeye amesema ikiwa atapata ridhaa kuwa rais wa Zanzibar, ataboresha sekta ya utalii, kilimo hai, kuendeleza sekta ya uvuvi, kuwekeza kwenye elimu pamoja na miundombinu
ya uchumi. Karibu tupate simulizi hii kutoka kwa mwanahabari wetu ambaye aliungana katika tukio hili. Ameeleza hayo katika mkutano na waandishi wa habari kuelezea vipaumbele vyake, ikiwa ni miongoni mwa mwendelezo wa kampeni za kuwania urais wa Zanzibar kupitia chama chake cha Makini. Endapo wananchi wa Zanzibar watanipa ridhaa, tunakwenda kuweka utalii wa kiutamaduni, utalii ambao mpaka wale ndugu zetu walioko katika maeneo ya bichi watafaidika nao, kuwekeza katika masoko mapya kama utalii kutoka Asia, Mashariki ya Kati na ndani ya Afrika. Katika kuendeleza viwanda, mgombea huyo amesema serikali yake itatoa mitaji midogo kwa vijana na wanawake wanaotaka kuwekeza katika sekta ya viwanda. Vile vile tutakwenda kudili na kilimo cha kisasa na kilimo ambacho kiko hai. Katika ishu ya kilimo, tutakwenda kuboresha miundombinu ya kilimo katika kilimo cha umwagiliaji, lakini hasa kuwapatia pembejeo wakulima wetu. Pia amesema atahakikisha anasimamia mifumo ya kidigitali katika ukusanyaji wa mapato na kuongeza pato la serikali. Tunakwenda kuboresha miundombinu ya kiuchumi katika sekta ya barabara, umeme, maji safi na salama, bandari na mitandao bora ya mawasiliano. Na vile vile tunakwenda kuimarisha bandari za Zanzibar kwa ajili ya biashara za ndani na za kimataifa. Vipaumbele hivyo ni katika kutimiza adhima yake ya kutoa posho 500,000 kwa kila mwananchi na mshahara 1.5 kwa wafanyakazi wa serikali. Makusanyo ya serikali hayashuki chini ya shilingi trilioni 1.7 kwa mwezi kupitia vyanzo ambavyo tayari baadhi yao nimeeleza na baadhi bado sijavieleza. Lakini hivyo kwa makadirio ya chama cha Makini, sisi tumesema makadirio ya wananchi wa Zanzibar ni milioni 2. Hivyo ukichukua shilingi milioni 2, ni watu milioni 2 na ukajumlisha na shilingi 500,000 kwa kila mwananchi wa Zanzibar kwa mwezi, tutapata jumla ya trilioni 1 ambazo tunakwenda kuwalipa wananchi wa Zanzibar. Hii ni kama asante ya mapinduzi ya Zanzibar. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Naam, ni Juma Kasim ambaye alihudhuria tukio la mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha Makini, Amir Hassan Amir, ambaye yeye ameeleza kwamba endapo wananchi watapata nafasi ya kumchagua na kuwa rais katika nafasi hii ya urais wa Zanzibar, ataweza kufanya mambo kadha kadha kama ambavyo amepata nafasi ya kumsikiliza, ikiwemo kuboresha sekta ya utalii. Hii ni sekta muhimu sana kwa upande wa Zanzibar kwa sababu asilimia kubwa ya uchumi wa Zanzibar unategemea sekta ya utalii, na kama unategemea sekta ya utalii, basi sekta ya utalii inapaswa kuboresha kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Lakini pia kilimo hai, historia inaeleza kwamba Zanzibar pia miaka kadhaa iliyopita walikuwa wanajishughulisha na shughuli ya kilimo, ikiwemo kilimo cha miwa, lakini pia na kilimo cha vitunguu, mboga mboga, na ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa. Lakini kilimo cha miwa kilipelekea pia kuanzishwa kwa viwanda mbalimbali kwa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo hili sio jambo geni, bali katika historia Zanzibar pia ilikuwa inahusika na masuala ya kilimo, lakini kuna mikakati mbalimbali ambayo inaendeleza kuhakikisha kwamba kilimo kinazidi kukua kwa upande wa Zanzibar. Hiyo ni katika harakati za kuelekea Oktoba 29. Sawa. Sasa tuitazame taarifa hii, baadaye tukuja kuwa na mgeni wetu hapa ambaye tayari amekwisha wasili kwamba vyama vya siasa nchini vimetakiwa kulinda umoja wa kitaifa ambao ni muhimu katika kuliendeleza taifa na mustakabali wa taifa, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi. Karibu tusikilize simulizi hii kutoka kwa mwanahabari wetu, afu tukirejea tutakuwa na mgeni wetu hapa. Rai hiyo imetolewa na mwanasiasa mkongwe wa Chama cha Mapinduzi CCM Christopher Ole Sendeka alipozungumza na wanahabari, akisema yoyote anayejaribu kutikisa misingi ya umoja wa taifa asivumiliwe. Na Mwalimu anasema kugawa nchi ni uhaini, kugawa nchi ni uhaini. Na akaenda mbali akasema kati ya vitu ambavyo mamlaka za nchi hazipaswi kupuuza au kuziacha hivi hivi ni kuwaonea haya wale ambao wanagawa nchi yetu. Sambamba na hilo, amekemea tabia ya uhusishwaji wa vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa. Kwanza tutambue mchango mzuri wa vyombo vya ulinzi na usalama. Pili, tuwaache wafanye kazi tuliowapa na tusiwanasibisha wala kuwashirikisha katika mambo haya ya siasa zetu. Kazi ya vyama vijijenge vyenyewe. Ole Sendeka amewataka pia Watanzania kupuuza hamasa dhidi ya uchaguzi mkuu zinazoendelea mitandaoni na badala yake kutumia haki yao kikatiba. Kama kuna mtu ameshindwa kabla hajaingia kwenye ushindani, yule anayedhani kwamba Watanzania wenye akili
watamsikiliza eti tarehe 29 waache kutoka nyumbani kwenda kupiga kura waende wakaandamane. Nataka niwaambieni Tanzania haiko hivyo. Anaweza kufikiria hivyo mtu anaishi ugaibuni. Kuhusu uongozi wa rais mwanamke wa kwanza tangu taifa hili limepata uhuru, Dr. Samia Suluhu Hassan akagusia umahiri wake katika uongozi. Kilichomsaidia ni utulivu wake, umadhubuti wake, dhamira aliyokuwa nayo ya kuacha legacy, ya kuweka alama katika kipindi chake cha uongozi, na akatumia sera yetu ya mambo ya nje, sera isiyofungamana, ya siasa isiyofungamana upande wote. Dorcas Ramos, Channel 10. Naam, ni Dorcas Ramos Mtenga akiangazia taarifa ambayo imeeleza vyama vya siasa nchini vimetakiwa kulinda umoja wa kitaifa ambao ni muhimu katika kuliendeleza taifa na mustakabali wa taifa, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, ambapo rai hiyo imeweza kutolewa na mkongwe wa Chama cha Mapinduzi na mkongwe wa siasa Christopher Ole Sendeka, ambapo alizungumza na wanahabari akasema yeyote anayejaribu kutikisa misingi ya umoja wa taifa asivumiliwe. Sawa, kwa taarifa hiyo basi inatuhitimishia zile taarifa ambazo zimeweza kuchukua nafasi kubwa kwa siku ya jana, hasa katika taarifa yetu ya habari ya jana. Kama ambavyo nilikuahidi hapa studio, tutakuwa na mgeni ambaye si mwingine bali ni mkurugenzi mkuu Dr. Hamisi Masudi, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Everlasting Legal Aid Foundation. Hii ni taasisi ya msaada wa kisheria, na kubwa zaidi ambalo limenifanya tumuite leo hii ni kutokana na mara baada ya kuzungumza na waandishi wa habari, taasisi yake iliweza kutoa pendekezo kuhusu mahakama ya kidigitali. Kwa nini pendekezo hili limetolewa na mahakama ya kidigitali itakwenda kusaidia nini? Tuko hapo Kwa hiyo mimi nisiwe mzungumzaji sana, tutapata nafasi ya kumsikiliza yeye na atatueleza kilio cha umma ni nini, haki ya kuona haki ikitendeka, na atafafanua hili kwa kina zaidi. Mkurugenzi mkuu wa ILAF Bwana Dr. Hamisi Masudi, karibu sana. Na nashukuru sana ndugu yangu. Ndio. Habari sana ya huko ILAF? Huko salama kabisa, hofu na mashaka kwenu. Ndio, shukrani sana. Unajua ninyi mnatusaidia wakati mwingine wataalamu wa sheria kutueleza nini ambacho tunakosea wapi na wapi inabidi tuwe sahihi, kwa lengo la kufata sheria na taratibu na kanuni za nchi yetu. Kwa sababu bila kufahamu, wakati tunasema sheria, kutokufahamu huwezi kuzuia sheria isifanyeje, isichukue mkondo wake. Lakini ukifahamu sio sababu sio sababu ya kuzuia sheria isizochukua mkondo wake. Lakini angalau Watanzania wakifahamu, huenda wakajua kwamba hili ni kosa au sio kosa. Kwa kutokujua, wengine wanajua lakini wanafanyaje, wanapuuzia. Lakini ndio maana sheria zimefanyaje, zimewekwa ili tuweze kwenda sawa. Hivi karibuni tumeshuhudia taasisi yako ya msaada wa kisheria ILAF ikitoa pendekezo kuhusiana na mahakama ya kidigitali. Kwanza tufahamu, mahakama ya kidigitali ni mahakama ya aina gani? Karibu. Nashukuru pia kwa kupata fursa hii ya wasaa huu wa kuweza kujaribu kuzungumza kupitia nyinyi na Watanzania kuhusiana na hii mada ya masuala ya mahakama ya kidigitali. Tunavyosemea mahakama ya kidigitali, maana yake ni mahakama ya kimtandao. Kwa maana yake mahakama inahamia kwenye teknolojia ya kimtandao. Kwa maana hiyo kwamba mahakama itakuwa ina uwezo wa kuendesha mashauri yake mbalimbali kwa njia ya kimtandao. Na hapa kwetu Tanzania tumeshaanza kujaribu, hususan sisi hapa tuna sheria na kanuni ambazo zimetungwa kuhusiana na visual court. Yani kwamba mahakama inatumia video, yani call conference. Lakini ile video conference ingaje inasaidia pia kuokoa gharama kwa watu mbalimbali kutofika mahakamani, yani kimwili kuhudhuria mbele ya mahakama, wanatumia video conference. Lakini tumetazama ule mfumo, maana yake ni kwamba ule mfumo unahusu parties to the case, yani wahusika tu kwenye kesi, haihusu hazila. Kwa hiyo tumejaribu kufanya research, tukaona baadhi ya nchi nyingi sana wanatumia hizo mahakama za kidigitali, mahakama za mtandao. Kama ulivyosema hapo kwamba lengo letu sisi ni wananchi kufahamu sheria. Kwa hiyo kunapokuwa kuna hii mahakama ya kidigitali, maana yake baadhi ya mashauri maana yake yanarushwa kupitia labda live stream, kwamba jamii itakuwa inaona kwa ukubwa zaidi. Kwa jamii inapokuwa inaona kwa ukubwa kwamba kuna shauri linaendelea mahakamani, kwa jamii inapata nafasi pia kujifunza sheria.
na hiyo mahakama digitali maanake sisi tumeona kwamba ndio itakuwa suluhisho sana la mahakama ya wazi, kwa sababu mahakama ya wazi au open justice sasa hivi mara nyingi sana kila mtu anakuwa na tafsiri zake. Lakini tu katika tafsiri ya kifalsafa tunasema kwamba mahakama ya wazi au open justice haipaswi kufungiwa katika dhana nyembamba kwamba tu ni uwepo wa wananchi pekee ndani ya viunga vya mahakama, bali kwamba kwa tafsiri ya kina ya kisheria na kifalsafa, kwa sababu inaangazia au inatazamia dhana nzima ya mahakama ni kama hekalu la haki, nasema yani temple of justice, ambalo lina nini, linaakisi. Kwa hiyo mahakama ya wazi kwamba si milango pekee ya mahakama inayopitika, bali kwamba tunasema bali ni taswira nzima au fikra nzima inayoakisi, inayoruhusu wananchi kuweza kuhudhuria, kujifunza na kushiriki katika mchakato mzima wa haki. Hii tunasema open justice. Sasa mara nyingi sisi tunatumia open court. Ingaje ukiniuliza mimi nitakwambia bwana ni vyema iwe open justice. Ni kama ilivyokuwa leo Tanzania tuna police force. Lakini wataalamu wanasema kwamba tusiwe na service, kwa sababu labda hii force muda mwingine hii mwananchi akisikia police force kidogo kama nguvu. Tunataka police service. Police service. Sijui tunaweza kufahamiana. Tunaelewana vizuri. Kwamba tunataka police service. Police service. Ingaje ukiwauliza ndugu zetu polisi wanasema ni police force sawa kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba, lakini tunatoa service sasa. Kwa nini sio police service? na kuelewa vizuri Dr. Masoud, nakumbuka wakati wa ile tume ya haki jinai yalitolewa mapendekezo, kwa sababu ile tume aliunda Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kama nakumbuka vizuri, na ilikuwa na wataalamu mbalimbali wakaenda kukusanya maoni kuhusiana na utitiri wa vyombo vinaitwa jeshi. Wenyewe wakatoa maoni kwamba jeshi inabidi baki moja, jeshi la wananchi wa Tanzania. Lakini kwa mfano polisi lisito jeshi la polisi, ni police service kama ambavyo unatoa pendekezo hivi. Ni huduma. Ni huduma ya wananchi. Ndio nilikuwa najaribu kusakafia hapo. Karibu tuendelee. Kwa hiyo tunaposema mahakama ya wazi, unajua ni moyo wa utawala wa sheria. Na siku zote tunasema kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema kwamba au imeweka kizuizi kwamba moja, imesema haki inatakiwa ipatikane kwa wakati. Pia imesema kwamba kusiwe kuna masharti ya kiufundi juu ya upatikanaji wa haki. Sasa na mahakama haipaswi kutoa haki kwa siri, kwa sababu mahakama yote ambayo inatoa haki kwa siri maana inajivua uhalali katika jamii, kwa sababu jamii inakuwa ina mashaka. Kwa nini haki ifanyike kizani? Je, haki itatendeka kweli? Inaleta hofu na mashaka. Kwa hiyo inazalisha imani hafifu. Kwa nini? Kwa wananchi. Sasa tukawa tunasema tuliona hivi karibuni, nadhani tuliona pale katika mahakama yetu ya Kisutu hapa baadhi ya mashauri kama ili shauri ambalo linaendelea mahakamani sasa hivi la huyu kesi ya uhaini ambayo inamhusu Tundu Antipas Lissu ya Jamhuri, kwamba mahakama ya Kisutu iliweza kurusha live. Ndio. Na ilusha live, wananchi wakawa wanafuatia live. Nadhani watu wengi wakawa wanajifunza sheria. Nadhani ukienda kwenye video vingi sehemu nyingi ulikokuta watu wanajifunza hivi nini maana ya uhaini. Watu wanakaa wanachambua na sheria. Kwa pale kwa inajenga uelewa kwa nini kwa wananchi. Lakini baadaye ikaonekana kwamba live, mahakama ikasema live haiwezi kuendelea kwa sababu nyingine za kisheria. Ikaenda mahakama kuu. Na ukifuatilia mahakama kuu pia mtuhumiwa aliomba kwamba mahakama kuu iruhusu mahakama kwenda live kwa sababu inahusu umma. Ndio. Lakini mahakama ikasema kwamba hatuna sheria makususi ambayo inaweza ikaruhusu hicho kitu. Yaani kwamba live kufanyaje kuendelea. Ukitazama kweli hakuna sheria makususi kuhusu live streaming. Tuna sheria ambazo zinahusu parties of the case ambayo tunasema ni visual court. Kwa hiyo iko ndani ya power ya nini ya mahakama. Sasa tukasema ni vyema iwepo kwenye sheria na sera, kwa sababu pia kwenye sheria na sera itazingatia maslahi mapana sana ya usalama wa nini wa taifa. Kwa sababu tutaweka mifumo imara, mifumo ya tehama na blabla ndani. Sasa hivi dunia inaendelea. Kwa mfano sasa hivi watuhumiwa wengi sana wanatumia masuala ya digitali, yani mitandao. Mtu anatufanya uhalifu kwa kutumia WhatsApp, kupiga hizi simu na nini. Kwa hiyo unapokuwa una mahakama ya digitali, maana pia itaruhusu hata kupokea ushahidi wa kidigitali, nyaraka za kidigitali.
Sijui tumeweza kufahamiana kwamba lazima tukimbie teknolojia. Hapo sheria zetu zinahusu kupokea nyaraka, ushahidi wa nyaraka za kidijitali. Kwenye sheria imetajwa aina nyaraka ambazo zikapokelewa kama hizo scientific evidence. Ushafahamu kwa vipo vitu kadha wa kadha. Lakini ya kidijitali maana yake inakaa vizuri zaidi kwa sababu utakuta hii scientific evidence mara nyingi sana ndo hilo utakuta kwamba tunasema kwamba huyu mtu ametumia kifaa labda cha simu kufanya kitu fulani kwenye mazungumzo au kamera zimeonyesha au la, lakini mtu mpaka achukue apeleke forensic. Ndio. Forensic kule zichunguzwe. Imetumika mashine gani, kifaa gani, aandike ajibu. Kwa maandishi irudi. Kwa hiyo maana yake tunavyokwenda kwenye court tunatenda documentary. Kwamba una submit documentary. Lakini tunapokuwa kuna hizi nyaraka za digitali ambazo ziko scanned na nini vizuri zaidi maana unaweza ukaitenda kidigitali. Sawa. Kwa teknolojia sasa hivi yote imehamia kwenye mambo ya kidigitali. Sasa ni lazima tuwepo na hii mahakama ya nini ya kidigitali. Na mahakama ya kidigitali ikiwepo maana yake pia kwa mfano hebu tuchukulie mfano mzuri tu. Hivi karibuni tumeona na nyinyi waandishi habari mmekuwa mkiripoti yale ambayo yanakuwa yanatokea katika hizo mahakama zetu. Kwamba wananchi wanataka kufuatilia haya makosa makubwa ambayo yanawakabili baadhi ya watu ambao wenye ushawishi mkubwa sana hususan katika masuala ya kisiasa na nyanja mbalimbali. Kwa utakuta tuna ufinyu wa eneo la mahakama zetu. Kwa hiyo chombo cha zamani ya ulinzi ya usalama raia na mali zake kinasema kwa ufinyu huu pia endapo wananchi wataingia kwa wingi inaweza katarisha usalama wa majaji au waendesha mashtaka na usalama wa mtuhumiwa. Ndio. Kwa bwana hawa walioingia wametosha, wengine hamwezi kuingia. Wananchi wasema hapana. Hii ni haki yetu, ipo kwa mujibu wa katiba. Tunapaswa kuhudhuria mahakamani, vikao vya mahakama, tupaswi kuzuiliwa. Sasa inatokea sintofahamu, wanakuwa wanazuiana, mwisho wa siku zinatoka zile heka wananchi na mwingine kama vuta ni kuvute. Kwa sasa kwa mfano kama tutakuwa na mahakama ya digitali ambayo inarusha live maana yake yale mambo hataweza kujitokeza. Kwa sababu mtu anaweza kaa nyumbani akanatazama shauri kwamba kwamba ile haki yake sasa imelindwa vyema. Lakini kuweza kumwambia mtu kwamba bwana upaswi kuingia huko, kwamba una haki lakini upaswi kwenda. Maana hiyo ni sawa kwamba unamwambia mwanafunzi una haki ya kupata elimu bora lakini umemfungia mlango asiingie darasani. Sawa. Sisi tumeweza kwanza tuwekane wazi katika hili. Kila mtu ana haki ya kusikiliza, kwenda mahakamani kusikiliza kesi hata kama haimhusu kwa namna moja au nyingine. Nataka tufahamu kwanza hili kwa sababu mara kadhaa tumeshuhudia baadhi watasema hapana, mimi hiyo hainihusu, mimi sio mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tundu Lissu mimi sio ndugu yangu. Ila natamani kwenda kusikiliza, ila kwa sababu wakiniuliza wewe ni nani, nitakosa cha kujibu kwa sababu mimi sio mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mimi Tundu Lissu sio ndugu yangu, mimi si mwanasheria. Tupate kwanza ufafanuzi katika hili. Karibu. Kwanza lazima ifahamike kwamba mahakama ni mali ya umma. Mahakama ni mali ya umma. Tunaposemea ni mali ya umma na tunafahamu mamlaka ya wananchi dhidi ya serikali. Maana serikali iwe chini ya uangalizi wa wananchi. Kwa sababu wananchi ndio wanaweka serikali madarakani. Na tunavyoendesha mashauri mbalimbali hususan ya kijinai, ndio maana ni jamhuri, kwamba yule mtu anatuhumiwa ameikosea jamhuri, ndio ameikosea hadhira. Kwa hiyo wananchi wana haki hata kama kesi amejashtakiwa ndugu yake. Lakini inachohusu masuala ya jamhuri maana yake kwamba ana haki. Na ndio maana pia katika mahakama wameka open court. Maana yake open court maana yake mahakama inasikiliza kwa njia ya hadhara, yani hadharani. Wasemi fulani toka hapa nibaki maka wahusika ile inakuwa ni chamber court. Lakini mahakama inasikilizwa hadharani kwamba kila mtu ana haki ya kwenda mahakamani hata kama shauri hili halijamtaja kwa jina lake. Ndio. Hilo ni jambo la kwanza. Si lazima awe mwanachama. Kwa mfano ukitafsiri labda Tundu Lissu ameshtakiwa na nani? Maana yake serikali imemshtaki Tundu Antipas Lissu kwa niaba ya wananchi. Sasa wananchi tunasema kwamba yule mtu ameshtakiwa kwa kosa la uhaini. Ndio. Na ni makosa makubwa sana. Wananchi wanataka kufahamu
uhaini alitaka kutufanya nini sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ni haki yao, ni haki yetu, sio yao, ni yetu, kwa sababu sisi si wananchi, ile ni haki yetu sisi kufahamu tukiwa kama wananchi, na hatupaswi kuzuiliwa na hatupaswi kuwekea masharti ya kiufundi kwamba ile ni haki. Ila sasa ukimwambia mtu kwamba uingii kwa sababu ya udogo wa mahakama, aidha sababu za kiusalama, bila kumwekea njia mbadala kama video, radio au social network ambazo zikaripoti, maana yake ni kwamba mtu huyu unamnyima nini? Unamnyima haki yake ya msingi. Moja, unamnyima haki yake ya msingi kuhudhuria mahakamani. Moja, unamnyima haki yake ya msingi ya kujifunza. Nyingine unamnyima haki yake ya msingi ya kuweza kushiriki katika mchakato wa nini? Wa haki. Ndio. Na tunaweza kukubaliana kwamba unajua katika mtazamo wa kifalsafa yenye asili ya tamaduni za kale, na hata mtazamo wa kisasa huu mtu ambaye anahusu masuala ya utawala wa sheria, yani rule of law, ni kwamba imebainishwa wazi kwamba mahakamani ni mahali pekee ambapo ukweli huangazwa mbele ya jamii. Waliodhulumiwa hufufuliwa, yani hufufuliwa kwa kurejeshewa haki zao. Si kwamba alikuwa maiti amekufa, ataposema ufufuliwa maana yake ni kwamba mtu haki yake ilishaweza kuwa imepotea, lakini mahakamani kama inamrejeshea pasi kificho. Mahakamani ni sehemu ambapo kwamba serikali huwekwa chini ya uangalizi wa wananchi. Ndio maana katika katiba imetambua mamlaka ya rais, si ndio? Kama mkuu wa nchi na serikali, mkuu wa nchi na serikali na amiri jeshi mkuu. Lakini ukienda kwenye katiba imesema chombo chenye mamlaka ya mwisho katika utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa ni mahakama. Na jukumu hilo limetolewa kwa serikali. Kumekuwa kuna muhimili huru pale mbele mahakama. Kwamba nacho ikisema kwamba hiyo ndio yenye kauli ya mwisho, nacho ni chombo huru, hakipasi kuingiliwa. Kwa ndio maana tumeita ile hekalu la nini? Hekalu la haki. Yeah. Sasa kama tuna mifumo hafifu ya namna hiyo, udogo wa maeneo, kesi zinahusu idadi kubwa ya watu ambao wanataka kufuatilia, kujua kinachoendelea, ni haki yao. Je, njia mbadala ni ipi? Tukisema tukitumia mfumo wa visual courts, manake ukienda kwenye sheria na kanuni make mfumo ule si rafiki kwa hadhira, kwa wananchi, kwa sababu inahusu wadahawa kwenye kesi, kwa sababu itakuwa ni video conference. Kwa maana suluhisho hapa ni mahakama ya kimtandao, digital courts, kwa sababu visual court ni same ya digital court. Sawa. Na digital court ikiwepo manake itaokoa gharama. Kwa mfano brother, leo unamtumiwa anahusu masuala ya ugaidi, uhaini au utekaji nyara. Tunajua aina za miundombinu yote barabara zetu mjini hapa. Watuhumiwa namna ile wanatakiwa ulinzi mkubwa sana, hususan wanapokuja mahakamani. Kweli. Na bajeti ya ulinzi manake inakuwa ni kubwa sana. Leo hii ikitokea bagari imeharibika njiani, manake ulinzi ambao utakao utande pale zidi ya kumlinda ule mtu ni mkubwa sana. Lakini pia anapofika mahakamani tunaangalia ule ulinzi baina ya waendesha mashtaka, upande wa utetezi pia, ulinzi wa mtumiwa, mahakimu na majaji unakaaje. Lakini ninapokuwa kwenye digital courts manake mtu huko kwa alikuwa amekaa, manake ni kwamba ataendesha kesi yake na hadhira ikafuatilia. Kwa maana pia tumekwepa vile vipingamizi kwamba inaweza likatokea lolote wakati huyu mtu akitolewa sehemu alipo kuletwa katika chombo cha nini? Cha mahakama. Pia vile vile itaondoa taswira mbaya ambayo imeanza kujitokeza hivi karibuni. Kwa mfano wewe leo tumeweza kushuhudia kitu ambacho cha ajabu na kinapaswa kiukweli kikemewe vikali sana. Hivi kweli maofisa wa mahakama, yani mawakili, tuko hapa kuna mawakili wa serikali na kujitegemea, tumeona kitu gani kimetokea ndani ya mahakama. Kwa maana nafikia tu wanasukumana, mtu anataka kurusha ngumi. Akati wewe kama wakili yani kwa ndio wewe mtu namba moja katika kuhakikisha kwamba amani na tamaraki. Lakini leo hii wanasheria, yani wote wanasheria, maana wakili wa kujitegemea na wakili wa serikali kwamba wote ni wanasheria. Wote ni officer of the court, wote ni maofisa wa mahakama. Hakuna aliyojua ya wenzake, kwamba wote ni maofisa wa nini? Wa mahakama. Kazi yao ni kuisaidia mahakama itende haki na sio kuipotosha. Sasa
tunajenga nyumba moja, kwani tugombe fito? Ni nani ambaye anaweza kukaa nao na akawaambia hiki ambacho mmekifanya ndivyo sivyo, au kwa sababu unazijua sheria ndio uhuru umepitiliza? Walichokifanya ni kosa la jinai na walitakiwa kwamba waweze kushtakiwa na jamhuri, yani kama alivyoshtakiwa huyo mtuhumiwa alikuwa kwenye kesi, kwa sababu kuwa ofisa wa mahakama sio kwamba wewe una kinga kutokushtakiwa katika makosa ya jinai. Unapomshambulia mtu umefanya kosa la jinai, haijalishi umefanyia wapi. Viko vitu ambavyo vinalindwa ndani ya eneo la mahakama. Kwa mfano ukivizungumza bungeni, ukivizungumza mahakamani, kwenye vikao vya halmashauri, labda zile ODC vinalindwa kisheria. Kwamba hata kama umetoa maneno labda ambaye mtu anaweza kaisi umemzalilisha, hiyo vitu unaweza kusema kwamba kwa sababu imesemewa mule uwezo ukashtaki. Kuna kanuni zao ambazo zimewekwa. Hata mahakamani kwa hivyo hivyo, kwamba ndio maana mahakama pia jaji akiona kwamba wakili umetumia lugha ambayo sio ya kimahakama anaweza kukusimamishia wakili. Na ilisha pia kutokea hata kwa wakili Fatuma Karume. Ilisha kufutiwa wakili. Nadhani mpaka sasa hivi amesimamishwa wakili. Kwamba alitumia lugha ambayo sio yani haistahili kutumia lugha kama ofisa wa mahakama. Ndio. Lakini kwamba ukitumia shambulio, maana huna kinga. Kwamba hapo si lazima tumsubiri judge. Maana mwenye mamlaka makosa ya jinai ni jeshi la polisi. Kwa jeshi la polisi manake pia wao wanatakiwa kuwa, kwa mfano wao ma-CID wana mamlaka ya kuwa mlalamikaji, yani kufungua jada la uchunguzi. Kwa hiyo inatakiwa kama jambo kama litokea ile siku zile mahakamani wanatakiwa kufungua jada la uchunguzi. Lakini pia vile vile hata mwajiri tumeona kwamba yule ni wakili wa serikali, anabeba taswira nzima ya serikali ambayo inawajibika kwa wananchi. Kwa unapofanya vile, je, wewe unastahili kuendelea kuwa mtumishi wa umma? Sawa. Sasa tuangalie tunapoelekea kwenye mahakama ya kidigitali, lazima tuangalie, je, sera zetu zinasema nini na nini kama taasisi mnatoa wito gani kuhusiana na mambo ya kisera, kwa sababu hapa kuna swala zima la bajeti pia ambapo inabidi liwemo ndani yake. Sasa ninyi kama taasisi mnatoa wito gani? Ndio maana sisi tumeleta hoja mezani. Manake ni kwamba lazima tunapotunga sheria tutunga na sera. Na utunzi wa sheria na sera manake vitu hivi pia vinaangukia katika mikono ya serikali. Ndio maana pia kitu tulichokisoma jana, manake pia tumemwandikia Mheshimiwa Rais, tumemwandikia pia Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na Commission of Law Reform ambao wana mamlaka ya kufanya mabadiliko ya sheria mbalimbali. Kwamba kitu hichi kiwe kwenye sheria, kiwe kwenye sera. Ndio maana tukasema katika mchakato huo sasa, kabla ya kutunga hizo sheria na sera, wananchi tushirikishwe. Yaani tukae mezani tujadili. Budget tunapata wapi? Ni kweli. Budget itakaaje? Kwa sababu budget hapo pia lazima tuweke budget ya tehama. Sijui tumeshaweza kufahamiana Ni lazima tunapoanzisha mahakama digitali, maana kama zile kwenye ofisi za kata na hizi kwenye vituo vya msaada wa kisheria, maana ni lazima kwamba tuweke kwamba ile access kwa mwananchi pia anaweza akaenda ofisi za kata au serikali za mtaa akashuhudia mahakama ya digitali inavyoendelea. Daima shona inavyoendelea. Kwa sababu sio kila mwananchi kwamba anaweza akakaa akashuhudia kila sehemu. Lazima kutoka kuna vituo maalum ambavyo vinaweza kufanyaje vikatengenezwa. Kwa swala bajeti kweli hapo ni lazima lifanyaje liwepo. Lakini tutapotunga sheria na sera maana yake tutaangalia bajeti tutapata wapi. Sawa. Unaona kuna mdau amenitumia SMS ameuliza hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu walikuwa wanafanya live stream. Ameeleza hapa kuhusiana na kesi hiyo ya uhaini ambayo inamhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Ni nini hicho? Wananchi bora wanapata haki ya kutazama? Ile ilikuwa sio mahakama ya digitali. Hiyo tunasema ilikuwa ni mahakama yenyewe imeona kwamba imewapendeza inafaa. Ilikuwa iko ndani ya mamlaka ya mahakama yenyewe. Haipo kwenye sheria mahususi au sheria rasmi. Kwa sababu kitu ambacho kwenye sheria au kwenye kanuni tunavyosema kwamba ni ile visual court. Yaani kuendesha shauri kwa mtindo wa video conference. Na ukiangalia ule mfumo unahusu wahusika. Na ndio maana tunasema jukumu hili isiwe hiari ya mtu au hiari ya taasisi yenyewe kujisikia. No. Tunataka kwamba iwepo kwenye sheria. Kwamba unapoiomba hiyo maana yake unaweza ukaimove mahakama kwamba kwa mujibu wa kifungu fulani ili kupendeza mheshimiwa naomba kitu fulani. Na ni kwa makosa yote. Mapendekezo ni yapi? Sisi tulivyopendekeza hususan sana tumeangalia makosa makubwa sana. Mfano tumeangalia makosa kama mauaji.
tumeangalia makosa kama ya utekaji nyara ambayo enda kwenye ugaidi huko. Tumeangalia makosa ya uhaini, haya mambo ya ubakaji, vitendo ushanifahamu hata ubakaji tulianza tukaitazama hapo. Ndio. Kwa hiyo tumeangalia yale makosa makubwa sana ambayo pia yanaweza yakahatarisha usalama wa watuhumiwa na jamii. Kwa mfano hata hapa kwenye masuala ya ubakaji tulisema tutakuja na pendekezo. Ukija katika visiwani, ukienda visiwani yani tuseme tukenda visiwani yani Unguja, Pemba, si ndio? Maana kule sheria makosa kama hayo hayana dhamana. Ubakaji, ulawiti. Huko yana dhamana. Kwa hili tukasema tutakaa tulifikirie kwa kina. Na pia haya ni makosa makubwa, ni serious offense. Tulikuwa tunajadili adhabu ya viboko. Tunajadili adhabu ya viboko tukaanza kujadili na hichi kitu hiki. Ndio. Kwa hiyo lengo sana ni kwamba hiki kitu kiwepo kwenye sheria. Na ndio maana huyo aliouliza mdau ameweza kuona mwenyewe kwamba tujiulize ni kwa nini ilikuwa hivyo, lakini baadaye ikaondolewa. Na ikaenda ikaombwa Mahakama Kuu na mtumiwa kwamba iruhusiwe, lakini Mahakama Kuu ikatoa msimamo, ikasema kwamba hatuna sheria. Yaani kweli wamesikiliza maombi yake, lakini hatuna sheria ambayo inaweza kuruhusu. Yaani ikaimove mahakama moja kwa moja maufanye kitu. Lazimisha mahakama kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ni mahakama yake yenyewe inaweza tu ikaangalia hali jinsi ilivyo, aina ya shauri wenyewe akatafsiri kwamba hali ya usalama imekaaje, kwa mfano umesikia kuna mashahidi wa asili na nini, kwamba mtu akatafsiri hivyo. Kwa hiyo unakosa nguvu ya kuweza kusimamia kwamba hii inabidi iende kwenye live stream kwa sababu hatuna sheria mahususi. Lakini ninapokuepo maana yake ni kwamba hicho kitu kitakuwa kimeka sasa. Sawa. Kwa maana hiyo kwa mahakama kwa sasa iko sahihi kwa sababu kuna sheria ambayo inalazimisha mahakama. Ni kwa namna yenyewe taasisi ilivyoweza kufanyaje, ilivyoweza kutafsiri. Iko sahihi. Ndio. Iko sahihi kwa sababu mahakama inaongozwa kwa sheria. Na sote tunaongozwa kwa sheria. Kwa hiyo inapokosekana sheria, maana yake hata jaji kwambia wakili au msomi, sawa unaeleza ni mazuri, lakini kwa mujibu wa kifungu kipi? Turejee kwenye sheria. Turudi kwenye sheria. Na inaitwa court of law. Inaitwa court of law. Mahakama ya nini? Ya sheria. Kwa lazima tuwe kwenye sheria. Sio unaanza wewe unajua bwana, wewe mwenyewe unaona kwa sheria ipi? Kwa sheria ipi? Sio ni bwana. Unadhani kwa mahakama hii ya kidigitali itasaidia pia uharakishaji wa kesi? Sana. Kwa sababu itakuwa gharama. Kwa sababu kuna kipindi tunapata changamoto. Changamoto ipi? Kuna baadhi ya mashauri umewahi kusikia kwamba anakuambia bana kesi imeahirishwa kwa sababu mtuhumiwa hajaweza kufikishwa mahakamani. Kutokana na magari yameharibika. Sio kusikia mambo kama haya. Nishasikia. Gari imeharibikia sehemu fulani. Gari sehemu fulani. Kwa hiyo mahakama ya digitali hatutakuwa nayo mambo. Kwamba tutakuwa hatuna sababu ya kuahirisha kesi. Kwa sababu huko alipo maana yake tunaweza tukaendeleza. Sijui tumeweza kufahamiana. Ndio. Kwa maana yake ni kwamba na kwa mujibu wa katiba maana haki hatakiwi kucheleweshwa. Sasa hapo tutakuwa una sababu gani ya kuchelewesha haki? Muda mwingine mtu anaweza akasema kairisha kesi kwa sababu za kiusalama. Sasa mtu yupo huko alipo, unairishaje kesi? Sababu sio tunaamini ndio kuna usalama. Ndio kuna usalama. Maana si yuko chini ya kizuizi maalum. Ndio. Kwa mfano wenye makosa makubwa ambayo hayana dhamana. Ni kitendo tu cha yeye kuhakikisha kwamba pale alipo kuna miundombinu rafiki ambaye anaweza akakaa, akatendi kesi yake. Ukamwachia mazingira mazuri ya mifumo ya tehama na nini uko magerezani, basi vitu kama hivyo. Sawa. Lakini sasa anaweza kusema tusiweke mahakama ya digitali, tutumie visual court. Lakini sasa tunasema visual court inakosesha hadhira haki ya kuweza kushuhudia. Kwa hiyo inakosekana haki ya mahakama ya wazi. Kwa hiyo itakuwa hiyo ni mahakama ya siri ya watu kadhaa, mtuhumiwa, mwendesha mashtaka, mawakili labda kujitegemea ambao wanawakilisha mtuhumiwa, ndio majaji au hakimu, basi na wale mashahidi ambao watakuwa wameitwa kwenye sikio ya kesi. Basi kwa sisi hatuweza kujua kwamba nini kinaendelea hadhira. Kwa maana yake hiyo mahakama inaendeshwa kizani, na mahakama ya asili inajivua wala katika jamii kwamba haki haipaswi kila kizani. Kuna baadhi ya nukuu ambazo zimetoka kutoka kwenye mahakama mbalimbali, naomba unitafsirie, ikiwemo hii hapa: imani kwa mahakama hujengwa kwa haki kuonekana ikitendeka. Ni sahihi.
Tena sio kitendeka tu, kwa wakati. Na hata jaji mkuu juzi amesema. Na katiba imeeleza kwamba haki haipaswi kucheleweshwa kwa kuwekewa masharti ya kiufundi. Iko ndani ya katiba. Na ukienda kwenye 107 nadhani ilisemea huko kwamba mahakama ni chombo huru yenye kauli ya mwisho, lakini ikiwekewa masharti kwamba haipaswi kutoa haki kwa kucheleweshwa. Kwa imani ya wananchi dhidi ya mahakama ni haki kutendeka kwa wakati. Kwa mfano haya mailisho, kwa mfano leo unasikia wananchi wanasema kuna baadhi ya kesi, kwa mfano kesi za ardhi zinakwenda zaidi ya mwaka, muda mwingine mpaka mwaka zaidi. Sasa wewe fikiria, mtu mpaka unafariki wajukuu na lisi kesi. Yaani familia na lisi kesi. Yaani baada ya mtu alisi mali aenda ngumu zaidi. Shahidi ndio mmoja amefariki. Kwa maana kiasi haki inapatikana kwa wakati kweli? Hapana. Katiba inasemaje? Ni kwa nini tunailisha kesi mwezi mpaka mwezi? Kwa sababu kesi mengi yalizo ukienda mwezi. Maana inaanza kwa hatua ya kutajwa kwenye practice. Inatajwa, mara inakuja kusikilizwa. Mwezi hizo zinatembea. Leo shahidi sijui na uzuru tarehe mwezi. Leo siku na kitu gani? Kwa hiyo hii ya mwezi hakuna vifungu vya sheria vinasema kesi lazima iende mwezi. Hakuna hicho kitu. Hakuna. Ndio maana mahakama kwa mujibu wa ratiba zao wenyewe. Diary ya mahakama. Je, siku fulani diary ya mahakama imejaa? Na mimi hakuna sheria ambayo inaweza ikailazimisha mahakama kwamba nataka siku fulani. Unaweza ukaomba, si ndio haki hataki kucheleweshwa kwa wakati, sitakwa na kikatiba. Haki haipasi kucheleweshwa. Kuchelewesha ndio. Hiyo nitakwa na kikatiba. Lakini ndio mtu anakuambia sasa diary imejaa, maana yake tuna kesi nyingi, waheshimiwa wachache. Kwa mfano leo ukienda kwenye baraza kuna changamoto sana. Kuna baadhi ya baraza, kwa mfano ukienda pale Tanga, mahakama ya Tanga. Baadhi ya ardhi Tanga yuko mwenyekiti mmoja. Yaani yeye ndo mfawizi, yeye ndo kila kitu manake pale sasa. Na makarani. Kwa hata mtu ukisema leo unamkataa bwana, sina imani na mheshimiwa. Ndio. Maana yake utasubiri faili mpaka aje mtu mwingine alipress nafasi yake. Sasa haki itapatikana lini? Sawa. Mtafsirie hii pia, mahakama ya juu Marekani sema kinachotokea mahakamani ni mali ya umma. Ni sahihi, kwa sababu mahakama si mali ya umma. Kwa hiyo chochote choendelea maana yake iko chini ya umma. Kwa maana ni mali ya umma. Ndio hicho nilichokuwa nakwambia pale. Kwamba uwezo kumzuia mtu kwamba usiende mahakamani. Kati mahakama ni mali yetu. Ni sharti milango iwe wazi. Kwa sababu kwani mahakama zinajengwa kwa bajeti ya nani? Si ya wananchi. Sisi ndio walipa kodi. Sawa. Na sisi ndio tunaiweka serikali madarakani, kuanzia rais, makamu wa rais, wabunge, mawaziri, madiwani. Suanekwa na wananchi. Ndio. Kupitia mchakato wa kidemokrasia ambayo hivi karibuni tunaenda kuingia. Kwamba mimi maana katiba imesema kwamba serikali itawekwa madarakani na wananchi. Sawa. Kwa chochote kile kinachoendelea pale maana yake ni mali ya umma. Kwa kuanzia majengo, kuanzia ni mali ya umma. Ndio. Mtazamaji, tu ni mahojiano haya na mkurugenzi mkuu Dr. Hamis Masoud ambaye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya msaada wa kisheria ya Everlasting Legal Aid Foundation, ERAF, tukizungumzia kuhusiana na mapendekezo ya mahakama kidigitali ambayo wameyatoa hivi karibuni na yatakwenda kusaidia nini, lakini pia wamefanua kwamba zile ni mahakama ya umma ambayo wananchi sisi tuna haki ya kwenda kusikiliza mashauri mbalimbali ambayo yanaendelea wapi? Mahakamani. Sasa tutoke kidogo huku, ni tunafahamu kwamba umeeleza hapa sisi ndio tunaweka viongozi hawa madarakani, ikiwa mbunge, diwani, mpaka nafasi ya urais ile. Na Oktoba 29 Watanzania wanakwenda kutimiza haki yao ambayo ipo kwa mujibu wa katiba. Huku ukipita mtandaoni kuna watu wanahamasisha. Wengine msiende kutiki, wengine kutiki. Tunaomba ututafsirie, na kupiga kura ni haki ya kikatiba kwa pande zote mbili. Kwa hawa ambao wanasema kwamba hivi msiende kupiga kura, inatafsiriwa vipi kisheria huko? Kwanza lazima ifahamike kwa sababu kupiga kura ni haki yetu. Yaani ni haki ya wananchi. Jambo la kwanza. Na kama tulivyosema kwamba katiba imesema kwamba serikali itawekwa madarakani kupitia chaguzi huru.
na wagombea manake ambao wanaomba ridhaa kwa wananchi watokana na vyama vya siasa. Yaani sheria yetu haijaruhusu gombea binafsi. Sasa vitu ambavyo tunaviona hivi karibuni tunasema pia ni sehemu ya ukoja demokrasia. Ingaje pia kuna demokrasia na kuna demokrasia. Demokrasia na demokrasia. Demokrasia na demokrasia ni ipi na ipi? Demokrasia ni kuzungumza katika utaratibu maalum wa kiitifaki ambao unakubalika kwa mujibu wa kanuni, mila na desturi zetu na sheria kama zilivyowekwa. Demokrasia ni kuzungumza hata yasiyokuwemo ambayo hayakubaliki unaweza kuzungumza. Kwa hiyo lazima tujaribu kufahamu, je, umma wetu una demokrasia au unataka demokrasia? Au bado hii elimu ya demokrasia hawajaifahamu? Kwa sababu tunapokuwa tunalumbana, ndio taifa letu sisi limeasisiwa katika misingi ya ujamaa. Jambo la kwanza. Manake sisi ni ndugu na taifa ni moja. Na bendera za vyama mbalimbali havitaki kuwa na nguvu kuzidi bendera ya taifa. Kwa sababu hili ni taifa letu. Na kipaumbele cha kwanza ni amani. Lakini tunaamini pia ili amani ya kweli iwepo ni sharti yake kisimame. Kwa hiyo tunapokuwa kuna malalamiko, hoja ni kukaa mezani. Unalalamika wapi? Unahitaji reform, okay, sawa. Tupate muda. Tunataka reform gani? Sasa kwenye mchakato wa demokrasia si lazima unataka wewe ndo yawe. Wengi wape. Ndio maana demokrasia. Wengi wape ndio demokrasia. Kwamba mimi naweza nikasema hiki ni sahihi. Lakini tunakuja kwenye boksi kula ya ndio na hapana. Wangapi wanaunga mkono? Na wangapi hawaungi mkono? Wangapi hawaungi mkono? Kwa hiyo kunapokuwa kuna namba kubwa manake wengi wape. Kwa hiyo swala kupiga kula ni haki na haipaswi mtu yoyote kuweza kumzuia mtu asiende kupiga kula. Manake anafanya makosa ya sheria. Kwa sababu mimi naamini kwamba kula yangu ndio inaamua nani aweze kuniongoza. Sasa wewe kama unaona kwa sababu wagombea wanatokana na vyama vya siasa, labda chama chako kimekosa uwakilishi, kimejitoa kwa sababu zake binafsi au mna mtazamo wenu, kwa hiyo haipaswi pia kubuguzi imani za watu wengine ambao wanataka kuitumia haki yao ya kikatiba. Kwa upaswi kunibuguzi. Kwa sababu huo ni uhuru wangu, imani yangu na ni haki yangu ambayo inalindwa kwa mujibu wa sheria. Kwa nini nibuguzi? Na wewe mtu ambaye unasema ukikaa nyumbani usiende kupiga kula, sidhani kama labda ofisa wa polisi atakufuata na kukukamata kwa nguvu kapige kula. Ulazimishi kwa nguvu. Ulazimishi. Ni hiari yako. Ni hiari yako. Bila usije ukalalamika kwamba bwana huyu aliyeko madarakani hafai. Ulipiga kura? Kwa sababu hujatumia haki yako ya kikatiba. Sawa sawa. Sijui tumeweza kufahamiana. Kwa hiyo uchaguzi ni mchakato sahihi na kwenda kwenye uchaguzi hivi karibuni, maana hatuwezi kusema tusiende kwa sababu katiba imeshasema viongozi watakaa madarakani kwa muda gani na wanapaswa kuondoka kwa muda gani. Shukrani sana. Mtazamaji, tulikuwa na mkurugenzi mkuu wa Everlasting Legal Aid Foundation, taasisi ya msaada wa kisheria, anaitwa Dr. Hamis Masoud. Amezungumzia masuala kuhusu mapendekezo ya mahakama ya kidigitali ambayo wameyatoa hivi karibuni, na kadri ya siku zinavyozidi kwenda tutaendelea kumwalika ili aweze kutupa mambo mbalimbali ambayo ni masuala ya kisheria. Mkurugenzi mkuu, asante sana kwa kuja na asante sana kwa kutupa elimu ambayo tumeipata hivi sasa kwa siku ya leo, na tunakushukuru sana 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 sana. Mimi nashukuru pia kwa muda wenu, lakini natambua mchango wenu kwa sababu mnachokifanya hichi ni kwamba mnaelimisha jamii. Ndio. Na hakika mnaitendea haki. Shukrani sana. Natupa kitu bora. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, lakini pia marudio ya Asubuhi Njema itakuja hivi punde. Tutarejea baadaye kukutana na wahariri. Endelea kuwa nasi. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, baki na sisi.